Mimi si mtumwa wa Shetani. Kuna sauti zinazokuambia huwezi kubadilika, dhambi yako ni kubwa sana, historia yako ndiyo hatima yako. Lakini sikiliza ukweli huu leo, hiyo si sauti ya Mungu. Warumi 8 mstari wa 15 inasema, kwa kuwa hamkupokea roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Ulipompokea Kristo, haukupewa roho ya utumwa, ulipewa utambulisho wa mwana. Wewe si mtumwa wa hofu. Wewe si mfungwa wa dhambi ya jana. Wewe si mali ya giza. Petro wa kwanza 2 mstari wa 9 inasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu. Huo ndio utambulisho wako. Shetani anaweza kukushambulia kwa mawazo, lakini hauwezi kubatilisha kile ambacho msalaba umeshafanya. Uhuru wako hauji kwa hisia, unakuja kwa ukweli wa neno la Mungu. Tafakari kwa kina. Je, unaishi kulingana na makosa yako ya zamani au kulingana na utambulisho wako mpya katika Kristo? Leo tangaza kwa imani, mimi si mtumwa wa Shetani. Mimi ni mwana wa Mungu. Nimekombolewa, niko huru. Swali la mwisho, ni wapi bado unaishi kama mtumwa wakati Kristo tayari amekuacha huru?